Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote daima. Amen. Tunabariki jina la Bwana kuona ya kwamba mpaka hapa anatusaidia. Amen. Tayari tumepata neema ya kuanza juma hili ambalo ni juma la mtoto, na tuliweza kuwa tumetanguliza ya kwamba somo ambazo tutaweza kujifunza kwa juma mzima zinalenga kuleta watu kujenga jamaa zao ama kufanya jamaa zao kuwa nafasi ya salama, nafasi ya matumaini. Amen. Tunapenda katika juma hili sisi sote tufikie kiwango ya kujenga jamaa zetu kwa msingi ambao ni Yesu Kristo. Na wakati watu wanapotutazama wakutane ya kwamba jamaa hili lina salama, jamaa hili lina matumaini, jamaa hili lina stawi. Alafu jana tuliweza kuzungumzia jambo ambalo nasema juu ya msingi, na tuliweza kuzungumza habari ambazo zinapatikana ndani ya kitabu ya Mathayo, na tukasema ya kwamba Mathayo sura 7 shairi la 24 linazungumzia msingi aina mbili. Tulisema ya kwamba kuna wale ambao walijenga msingi yao kwa mwamba na wengine wakajenga kwa nini? Kwa mchanga. Na ni pale ndipo tulisema kuna aina mbili pia za watu. Wale waliojenga misingi yao kwa mwamba waliitwa wanani? Wenye akili. Lakini waliojenga juu ya mchanga waliitwa wanani? Wapumbavu. Na tukasema hata kama wote walijenga nyumba, kuna wale waliojenga juu ya mchanga na wale waliojenga juu ya nini? Ya mwamba. Na tukaeleza tukisema ya kwamba hata wote waliweza kujenga, lakini kuna mambo matatu yanaweza kutokea kwa wote wawili. Kuna mvua inaweza kunyesha, maji inatokea, na upepo unafanya nini? Unavuma. Na tukasema ya kwamba jamaa ambalo linahitajika kujenga msingi wao ni lile ambalo limekubali kulingana na shairi ile ya 24. Tukasema ya kwamba mtu yule atakaye ataitwa mwenye akili, ataitwa mwenye hekima, ataitwa mwenye kutenda kitu baada ya kukielewa, ama iko avise. Tukasema ya kwamba mtu yule anaweza kuwa mwenye anaitwa iko sense. Ina maana ya kwamba ana maelekeo mazuri. Tukazungumuza mambo marefu, alafu tukasema ya kwamba ni msingi ndio unaonyeshaka kama nyumba itakuwa ya namna gani. Tukasema ni msingi ndio inaweza onyesha urefu, ufupi, upana wa nyumba. Alafu tukasema ya kwamba ukipenda ujenge nyumba iwe ndefu, ni lazima ufanye nini? Uchimbe sana. Sababu unapochimba vizuri, wakati mvua na upepo na maji itakapokuja, hautabomoka, hautatikisika. Na ni pale njoko tulisema ya kwamba
yeyote anayejenga juu ya mchanga ni mtu ambaye ameweka tegemeo lake kwa vitu, hapana kwa Yesu ambaye ni mwamba. Na tunasema ya kwamba mwamba ni Yesu Kristo mwenyewe. Yaani tukajenga jamaa zetu, kanisa letu, familia yetu, kazi zetu kwa mwamba ambao ni Yesu Kristo, tutaishi salama. Alafu katika ingilio la somo tulikuwa tumesema ya kwamba tumeishi katika mazingira ambayo ni ya vita, na mazingira yale yanaleta ndani mwetu vidonda vya moyo. Mazingira yale yanatuleta kupoteza na watu wetu wa maana. Mazingira yale yanatuleta katika kuishi pasipo salama. Tunakosa amani na tunakosa tufanye nini. Alafu tunaamini ya kwamba faraja ya Bwana wetu Yesu Kristo inaoshinda na kupita faraja zetu ina uwezo ya kuleta faraja ndani ya jamaa, ndani ya kanisa nzima. Alafu tuweze kuwa na usomi asubuhi. Kuna namna jinsi tunaweza kujenga tena somo letu, tuone kama tena Bwana anataka nini katika maisha yetu. Tusome kitabu cha Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ya pili. Wafalme wa kwanza sura ya pili 1 hadi 10, na tutaweza kuongeza mambo mengine tunapoendelea katika kile kitabu cha Samueli. Tutasoma pia Samueli wa pili sura 12 shairi la 24. Wafalme wa kwanza sura ya pili shairi la kwanza hadi lile la 10. Naongoza usomi katika jina la Yesu Kristo. Basi siku ya kufa kwa Daudi ilikaribia, naye aliagiza Solomono mwana wake akisema, mimi ninakwenda njia ya watu wote wa dunia. Basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume, ushike maagizo ya Bwana Mungu wako, kutembea katika njia zake, kushika sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawa sawa ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kusitawi katika yote unayoyafanya na katika pahali pote unapogeuka, ili Bwana asimamishe neno lake ambalo alilolisema juu yako, akisema, kama watoto wako wakiangalia njia yao na wakikwenda mbele yangu kwa kweli, kwa moyo wao wote, kwa roho yao yote, hatutakosa mtu katika kiti cha ufalme cha Israeli samahani. Nawe unajua vile vile namna nitendea hata mambo iliyofanyia majemadari wawili wa majeshi ya Israeli, Abneri mwana wa Neri na Amasa mwana wa Yederi, ambaye aliwaoa.
na mwanadamu na kumwanga damu ya vita wakati wa salama. Akatia damu ya vita kwa mkaba uliokuwa kwa viuno vyake na kwa viatu miguuni mwake. Tuvukie kwa shairi la 10. Basi Daudi alilala na baba zake, akazikwa katika mji wa Daudi. Ni neno la Bwana. Amen. Mahali hapa ambapo tumeweza kusoma kitabu hiki cha Samueli pia kitatusaidia katika kujenga somo letu. Samueli wa pili sura 12 shairi la 24 ni moja ya mashairi ambazo zitaweza kujenga somo letu. Namna jinsi tumeweza kufuata usomi siku ya leo, tulikusudia kuzungumzia juu ya neno ambalo linasema kujenga madhabahu upya kwa jamaa. Ni lile ndilo lilikusudia. Alafu tuliposikia ya kwamba leo tutaweza kuwa katika upendo mahali hapa, tukasema habari hizi ni habari za Daudi, ambaye kabla aweze kuenda kwenye njia ambayo watu wote wa dunia hii wanapita ndani mwake, alipata muda wa kuzungumza na mwana wake. Haleluya! Ni kitu gani aliweza kukizungumza? Biblia tuambia ya kwamba huyo Solomono alizaliwa kwa mke mmoja ambaye wanamuita nani? Berisheba. Tunajua historia ya Berisheba namna jinsi ilikuwa. Ilifika wakati ambapo mfalme tena akaangalia watu kwenye dirisha, akaangalia, akatamani mke wa Uria. Na alipotamani mke wa Uria, Biblia inatuambia ya kwamba akakwenda kulala pamoja na yeye. Alipokwenda kulala pamoja na yeye, akakutana ya kwamba Uria ni solda wake. Na solda akasikia ya kwamba kiongozi mfalme alilala na mke wake, itakuwa aibu. Atakosa kama vitakuwa namna gani? Daudi akasema kinachobaki kwa muda kama na huu ni kuita yule solda Uria aende alale kwake, sababu wakati atakapolala na mke wake atasemaka ya kwamba mimba ile ni ya nani? Ni ya Uria. Ijapokuwa ikweli haiko ya nani? Ya Uria, ni ya mfalme. Mfalme akaita, akasema mulete basi mulete ule solda Uria na aende kwake, tunampatia neema. Unajua kwa wakati ile mfalme anasema na heshima kubwa na utukufu kama alama ya kumsaidia. Ijapokuwa Uria akaenda. Sasa Uria anafika. Nini? Iko na pesa. Hakulalaka ndani ya nyumba yake. Wamoja wanasema hivi, wengine wanasema akalala. Watu wanasema mambo kama na yale, lakini kweli ambao anatafutiwa pale, hakulala pamoja na nani? Na mke yule. Wale watu wa mfalme wakakuja wakamwambia mfalme, unajua nini? Uria hakulala na mke wake. Mfalme akasema inaingia, nifanye tena nini? Akaona suluhisho ambalo linaweza kumsaidia ni kumuua nani? Uria. Wazazi wapenzi, kuna watu ambao wanakufa na kifo kisichokuwa cha kawaida.
amefariki. Alafu amekosa fanye nini? Anaona inaniwakilia hapa, nifanye nini? Nimuue huyu mtu. Na kinacholeta huruma ni wakati unaua mwingine unasahau ya kwamba na yeye ni baba wa wengine. Ni yule ndiye watu wanajenga wako msingi. Ni yule njoma anashibiaka mahitaji mbalimbali. Alafu mfalme sababu tu ya mke akamua Uria. Uria akakufa. Alafu najiuliza Uria anakufia nini? Tabia za Uria alikuwa ni patriot. Kwa nini unakuwa patriot? Wewe uko soda na kutosha kufro. Mfalme anasema ulale kwako, unakatala. Ile yote ilikuwa ni mazingira ambao walikuwa wanaishi ndani, ili wasumbua. Alafu yule mtoto aliyezaliwa, Biblia inatuambia ya kwamba mfalme akamfanya mke wake Berisheba na akaendelea kuishi. Alafu katika ile hali ambao wanaishi ndani mwake, Biblia inatuambia ya kwamba mtoto yule alifariki. Na ndio kinasemeka hapa mu Samueli wa pili ya 12. Akafariki. Wakati mtoto anafariki, Solomono akafanya nini? Akazaliwa. Haleluya. Solomono akazaliwa. Tukisema tunafuata kawaida ya sheria, tukisema tunafuata ili mtu aweze kuwa mrithi wa mfalme, ilikuwa inabidi nini? Awe mtoto wa nani? Wa mfalme. Lakini huyu Berisheba alikuwa mke wa soda wa mfalme. Kinachonishangaza, ufalme ikatoka mikononi mwa nani? Mwa watoto wa mfalme, ikaenda kwa mbanda. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mali ikaenda kwa mbanda. Kikawaida mtoto mweko legitime ndio anapasha pata nini? Urithi. Alafu sababu amefanya makosa, Mungu akaona pinisho na bakia ni nini? Ni kunyang'anya ufalme. Ndio ni mtoto wa Daudi. Lakini katika sheria ilikuwa ukakuwa mtoto wa mfalme, unajua kama kesho wewe utakuwa nani? Mfalme. Sababu hayo haiko sawa hii election zetu za kawaida, sasa utafanya election matapita na njoo uje. Alafu ni pale sasa ndipo wakaanza kuzungumza. Biblia inasema ya kwamba wakati Solomono alizaliwa, Mungu alimpenda. Amen. Ile ni ile sheria na ile ya kitabu cha Samueli wa pili. Akampenda. Na Mungu alipompenda akasema la Solomon. Alafu siku moja Mungu akatumaka nabii wake, akasema mtu yule umupatie Sirno, na ile Sirno ndio Yedidia. Yedidia maana yake mpendo wa Mungu, mpendo wa Bwana. Alafu katika shairi hili ambalo tumeweza kulisoma, tunakutana ya kwamba ilibidi Mungu yeye mwenyewe aweze kuhusisha maisha. Ni hapo kwa tumesoma, tusome hili shairi la 6 litaweza kutuelekeza vizuri sana. Kwa sababu hii ufanye kuwa kadiri na akili yako, utajenga mambo mengi. Alafu tukiendelea tukutana ya kwamba maneno yanayozungumziwa katika shairi ili ambalo tuko tunalisema, kwa hili usimuachilie kwa sababu ni mtu wa akili, unajua ya kwamba atakuwa samani sana. Tuweze kujifunza hili asubuhi ya leo. Tuseme kabla Daudi wa kukaa na watoto wake. Amen.
Na alipokaa pamoja na watoto wake, aliwaambia nini? Alisema, wewe ujengee Bwana nyumba, na ile nyumba ni pale ndipo tutakuwa tukiabudia. Sababu Mungu alikuwa amemwambia Daudi akisema ya kwamba ni yeye njoo mwenye atajengaka. Yeye alikuwa anapenda ajenge yake Mungu. Alafu Mungu akamwambia, sababu wewe ulimwanga damu nyingi, ni mtoto wako Solomono ndio atafanyaka nini? Atajengaka madhabahu. Alafu Daudi akasema, Mungu atakustahiresha mbele ya adui zako pande zote. Amen. Nataka kumwambia mama ambaye uko mahali hapa, ndio baba alituacha. Maandiko matakatifu yanasema nini? Bwana atakustahiresha mbele ya adui zako. Amen. Vita haiko vyetu, lakini vita ni vya nani? Mungu. Atujua historia, na ndani ya kikufa tunakuwa na nini? Hakuna mwenye alini ili tujue kama yale yote ni maswali, lakini ukweli wa Biblia ni Bwana ndiye atakustahiresha mbele. Jambo la pili ambalo tunaweza kulielewa ni Mungu atakulea na atakuletea salama na usitawi katika siku zako zote za maisha. Ni Mungu ndiye atakuletea salama na usitawi. Hata kama baba ameenda, lakini Mungu hayaenda. Amen. Jambo la tatu ambalo tunaweza kujifunza katika maneno ambayo huyo Daudi alikuwa akiyasema hata kwenye shairi la kwanza na kuendelea, Biblia inasema ya kwamba wewe utajenga nyumba ya Bwana. Wewe utajenga nyumba ya Bwana. Na unapojenga nyumba ya Bwana, wewe utakuwa mwana wake na yeye atakuwa Bwana, atakuwa Mungu wako. Amen. Ni kusema ya kwamba inaweza fika wakati ambapo huzuni inatuleta kuogopa, huzuni inatupotezea salama, lakini ni Bwana ndiye atakuwa baba yako na wewe. Kitu kingine ambacho Daudi iko anakiambia wana wake kabla aweze kutoka, anasema ya kwamba maombi ya Daudi kwa wana wake, akasema Bwana awe pamoja nawe. Amen. Jambo la pili analisema usitawi na kujenga nyumba ya Bwana iwe pamoja nawe, na Mungu wako na Mungu wangu atakuwa Mungu wako. Amen. Na ni pale ndipo tulisema katika juma ya kwamba mzazi anakuwa kiroho wakati Mungu wake anakuwa Mungu wa watoto wake. Shike sheria ya nani? Ya Bwana. Hata na hapo kumwanzo Biblia inasema ya kwamba ushike sheria za nani? Za Bwana. Hautaishi salama pasipo kushika sheria za Bwana. Yeye mwenyewe yuko anazungumza, anasema hata kama unatembea na unaishi mambo yanayokuletea kutetemeka, lakini ushike pia amri zake. Shairi la pili ndilo linazungumza, anasema na utembee katika njia za nani? Za Bwana, ndipo utafanya nini? Utashitawi. Iko naambia nani? Solomon. Anasema kitu kingine, anasema ya kwamba hakuna siku Bwana atakuachaka. Na ni kile ndicho nilipenda tena Mungu atusaidie. Lakini alipoanza kwenye kitabu hiki cha Wafalme sura ya kwanza, sura ya pili shairi la kwanza, Biblia inatuambia ya kwamba akamwambia mwanawe, akasema mimi ninakwenda kwa njia ambazo watu wote wanakwenda. Kitu cha kwanza
uwe hodari. Amen. Cha kwanza uwe hodari. Kitu cha pili katika hii shairi, ushiki maagizo ya Bwana Mungu wako. Kitu cha tatu anachokizungumzia mahali hapa, anasema ushiki amri zote ambazo Mungu atakupatia. Kitu cha tano anasema utembee katika nani? Katika Bwana njia zako zote. Upate kusitawi. Unapotembea ndipo utafanya nini? Utasitawi na kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu mahali pote, na ni pale ndipo ahadi za Mungu zitatimilika. Akaendelea akasema, jihakikishie ya kwamba unakwenda na Mungu katika njia zako zote, katika roho yako yote. Na Daudi akamwambia mtoto wake akisema, baba, yeye mwenyewe akisema, ni wewe ndiye utaweza kubaki mfalme. Tumeona kwenye historia ilianzia, lakini baba anaanza ongea na watoto wake. Niweze kukuuliza baba uliye mahali hapa, unapataka wakati ya kuongea na watoto wako na kuwaelezea kama Mungu ni nani ndani ya maisha yao, na kuwaelezea munatoka hapa munaenda wapi? Ama umesema ya kwamba unatafuta kijumba ya watoto, alafu wakati utakapoleta kijumba na uwapatia njia inaowapasa kwenda, unafikiri siku maji, mvua na pepo ama baridi itakapokuja, mtoto yule ataendelea kushika sheria za Bwana? Daudi alisemaka nini? Nilikuwa mdogo na sasa mimi ni nani? Ni mzee, sijaona nini mwenye haki akifanya nini? Akiachwa. Yule Daudi akasema, mfundishe mtoto nini? Njia inavyompasa kufanya nini? Kukwenda, sababu siku atakapokuwa mzee ataisahau. Hataisahau. Kila mtu, akuwe mwalimu, akuwe mchungaji, akuwe kiongozi, anaposikia ya kwamba kumekuwa kifo, inamuleta kukata matumaini, inamsumbua. Lakini tuelewe nini? Hata kama baba anaweza kutoweka na naenda, Mungu yuko pamoja nasi. Kinachokutusaidia wazazi, mnapokwenda mnafanya kazi zingine na ambacho kitakusaidia kuendelea, ni kujihakikishia ya kwamba ulijenga madhabahu mazuri, ulijenga msingi mzuri, ili atakapoangalia mambo yanamsumbua akutane ya kwamba anaendelea salama, na ni ile ndiyo itakapomsaidia. Alafu tuseme nini kwa kumaliza somo letu la leo? Sababu tulipenda tuelewe, wazazi tumepewa jukumu kubwa ya kuwalea watoto katika Bwana. Tumepewa jukumu kubwa ya kujenga jamaa zetu juu ya msingi ambao hauwezi kutikisika. Tumepewa jukumu ya kushika sheria za Mungu na kuzitenda, ili wakati wowote tuishi katika salama. Maombi yetu asubuhi ya leo ni kusema ya kwamba Mungu wangu atakuwa Mungu wa watoto wangu. Daudi mahali ambapo tumesema ya kwamba kabla aweze kuenda katika njia ya watu wote duniani, alipata muda wa kukaa na watoto wake.
Mungu atuwezeshe tupate muda wa kukaa na watoto wetu. Mungu atuwezeshe kubaki kuwa wale ambao wanampendeza Mungu kwa wakati wowote. Siku moja wanafunzi wa Yesu wakamuulizaka, wewe ulikulia wapi? Akasema, chakula changu ni kufanya mapenzi ya Mungu aliyenituma. Haleluya. Tukisema ya kwamba hata tukutanane na majaribu, hata tukutanane na mambo yanayotuvunja moyo, tukiwa na msingi wa kweli, tukishika sheria za Mungu na kuzifanya, tutafanya yaliyo mapenzi yake. Mungu atuwezeshe na Mungu abariki neno lake kwangu na kwenyu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tuwe na maombi.